Naam, habari gani mwanafamilia wa Mapro Media, asante na karibu sana katika segment ya kimichezo ambapo tunakutana kujadili na kujuzana yale makubwa ambayo yanaendelea katika upande mzima wa kimichezo. Nikusihi kabla ya kuendelea na kubonyeza neno subscribe chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele ili usipitwe na taarifa zote muhimu ambazo zinajiri na kuwekwa katika chini la kupendo ya Mapro Media. Yes, na katika segmenti hii tunaangazia zile tetesi za usajili ambao unakwenda kuanza very soon, na hapa tuna taarifa inayohusiana na moja kati ya viungo wakabaji hatari kabisa ambao wanakaba hadi upepo. Ni kiungo ambaye anafahamika kama Vicky Osete kutoka pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika klabu ya Saint Lupopo, ambapo huyu ni mchezaji wa timu ya taifa pia ya Congo Brazzaville, lakini anacheza katika klabu ya Saint Lupopo kama nilivyokueleza. Anahusishwa na uhamisho kuhamia klabu ya soka ya Yanga, na tunaarifiwa kwamba mazungumzo yanaenda vizuri kwelikweli. Wiki iliyopita Rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Said alisafiri kuelekea Kinshasa kwa ajili ya kuonana na uongozi wa klabu ya Saint Lupopo kwa ajili ya kuweza kufanya makubaliano na kiungo huyo ambaye anaonekana kuwa mwiba kwelikweli, lakini pia ni moja kati ya viungo hatari wa Saint Lupopo ambao ni tegemezi. Ukifuatilia profaili ya jamaa huyu utagundua kwamba ni moja kati ya wachezaji ambao wanawindwa sana, na katika kipindi hiki si Yanga peke yake ambao wanaonesha nia ya kumsajili, lakini pia tumeona hata klabu kubwa zimekuwa zikihitaji huduma yake, na tayari tunaarifiwa wameshaanza prosesi za kutuma ofa kwa Saint Lupopo, lakini inasemekana kwamba Young Africans ndio wanapewa uzito mkubwa zaidi kutokana na ukaribu wa Engineer Hersi Said ambaye ni rais wa klabu ya Yanga pamoja na uongozi wa Saint Lupopo. Ikumbukwe Yanga imekuwa ni moja kati ya timu inayonufaika na wachezaji wa Kikongo wengi, na ukiangalia kwa hivi sasa na hata wachezaji ambao wamepita, asilimia kubwa utaona ni wa asili ya Kongo. Hivyo kutokana na cooperation hiyo waliokuwa nayo viongozi wa Yanga na upande mzima wa Kongo, inaaminika kwamba Young Africans wanagewa priority ya kuwin saini ya mchezaji huyu ambaye ni moja kati ya viungo wakabaji hatari sana. Nimejaribu kumfuatilia baada ya kupata ripoti hii, nilijaribu kuangalia baadhi ya videos kuona namna ambavyo mechi kadhaa amecheza, lakini nimegundua kwamba Young Africans kama watapata mchezaji huyu wakasaini kujiunga na klabu ya Yanga, basi nafikiri ni moja kati ya karata mzuri sana ambayo watakuwa wameichanga vyema sana, na pengine itakuwa ni mwanzo mzuri wa kupata viungo wakabaji wenye uwezo wa hali ya juu. Ikumbukwe Yanga kwa sasa wamekuwa wakitumia viungo wengi, ni viungo washambuliaji, ni viungo ambao si wakali sana kwenye ukabaji, licha ya kuwa na uwezo wa kushambulia, lakini pia na uwezo ile wa kupiga chenga, kitu ambacho kinawapa faida Yanga, lakini wanahitaji kupata kiungo mkabaji ambaye atakuwa ni wa uhakika zaidi. Kwa hiyo kuja kwa kiungo huyu kutokea hapo Saint Lupopo itakuwa ni moja kati ya karata nzuri ambayo Yanga wameichanga, na nategemea na itakuwa ni karata muhimu sana kwa kikosi kijacho cha msimu mpya wa ligi kuu Tanzania bara, NBC Premier League. Una maoni gani kuhusiana na ujio wa kiungo huyu kutoka pale Saint Lupopo? Hakikisha unabonyeza neno subscribe, una drop comment, lakini pia bila kusahau